Mambo vipi mdau wangu wa siku zote wa One Vision TV? Asante kwa kuwa pamoja nasi baada ya kusubscribe, like, comment na kushare. Tunaendelea kukupenda sana, lakini pia asante kwa ambao unatufuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, Facebook, Thread, Instagram, lakini pia na TikTok. Tunakushukuru sana. Tulipata story na mdada ambaye ana experience kitu kizito au anataka share na sisi story yake ya maisha kwa muda mfupi sana. Na aliweza kututafuta mwenyewe na akataka tupe experience aliyoweza kuipitia. So tutabonga naye mastori machache ndani ya dakika chache tuweze kujua yale ambayo tulikuwa tuyajui. Karibu sana. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko fit. Uko vizuri? Uko poa kabisa. Kwa majina labda nakutambuaga kama nani? Wengi wananijua kama Marion. Marion. Mwenyeji wa wapi? Tanzania. No, nimetokea Kenya but Tanzania is the best. It's like my home. Okay. Moja ya Kiswahili ambacho wanakipenda Kenya, ukisikia habari za Ushago, huwa ina maana gani Ushago? Ushago ni kaa kijijini, village ya. Na wakisema town waga nasema tao? Tao ni mjini. Na hadi Kiswahili nimekijua somehow. Okay, Mario uliweza kututafuta ukataka kushare na sisi story ambayo ni moja ya story ya maisha yako nafikiri. Labda tuanzie hapo. Ni story gani unataka leo utupe? I got a lot of stories but the main one nilikuwa nataka kushare is about the pain, the grief that I've been experiencing. Yeah, so I know there's a lot of people outside there wanapitia the same. Ni uchungu by the way, sijui niseme it's painful, lakini somehow my story inaweza ikamfikia mtu pia ambaye amekuwa kwa situation kama yangu na anaweza akakuwa relieved. Because yeah, najua sipo peke yangu. Labda ni story ipi na ni kipi ambacho kiliweza kutokea kwenye maisha yako mpaka kinakusababisha leo ukatoa utuite? Nilikuja I was blessed with a baby. Nilikuja nikapataga mtoto. I know you all understand. Yeah. The pain of giving birth, the struggle, the whatever. Upitie all the challenges raising a baby just from 1 month to 10 months. Alafu aje afe tu ghafla cause hajakuwa guys. Let me say it's ghafla. So it's painful. So inaweza ikakuwa hadi kuishi nayo cause society maybe it expect you to be fine, you move on, you heal, but deep down so rahisi. Especially ndo ni mtoto wa kwanza na huyo mtoto mmoja. Yeah, so kumove on haikuwa rahisi. Yeah. Ilikujiaje ngumu wakati umempata huyo mtoto, na labda utupe story nyuma? Labda ulikuwa unamtarajia huyo mtoto kumpata kwa umri ambao ulikuwa unautaka wewe ama ilikuwaje? No, I didn't expect to get a baby when I entered Tanzania. It was on 2023. So even before God, sikuwa tayari kuitwa mama. Na so unajua yani when you are in a social media, you feel like you are the girl. So hiyo time ya kuitwa mama sikuwa nayo. So it just, niseme tu ilitokea. Siwezi nikasema it's an accident but ilitokea tu nikaja nikapata mimba. Baba wa mtoto yupo? Yeah, yupo. Na ilikuwa maisha yenu yalikuwaje hapo nyuma? So rahisi. I can't say it's easy. It has been hard. Hustling. If you are a hustler, you can understand what I'm talking about. So haijakuwa rahisi. Alikutelekeza, yani alikuacha labda kipindi ulipomwambia labda taarifa za ujauzito? I thank God hakunikata. So mimi mwenyewe siku expect cause ilikuwa kama ghafla and I was like I get confused kwanza cause ni kitu ambacho nilikuwa sijatarajia, na the same year I was supposed to go back cause nilikuwa nimekujia ilienda different kabisa na vile nilikuwa nimeplan. So nilikuwa na ile harakati, I just need to get back to Nairobi to put my life together, ni continue na maisha. So hakukata. So cause alijua kabisa ni yangu yake. So akakubali, though life ni hivyo, hustler nini, hakuwa na kazi, let me say that. Pesa ngumu, maisha magumu, but alikubali to struggle, yani tule. Okay. Mwanao alifariki mwaka gani ama mwezi gani na vitu kama na hivyo? Kafariki mwaka jana mwezi wa pili. Okay. Ambapo sasa ikifika this Feb on 25 atakuwa amemaliza mwaka. Okay.
So ni kitu gani kigumu ambacho ulikuwa unakipitia wakati ukiwa unamlea mtoto? Guy, cha kwanza the pain I got giving birth. Kuzaa unajua kila mtu ana uchungu wake. But as for me ilikuwa it was like hell. Yani sijawahi umwa hivyo vile niliumwa. Na ukifuatilia story watu waga wanasema maybe uchungu inaweza kuuma for one day, you go and give a birth. But as for me uchungu iliniuma for 4 good days. Nilienda Mwananyamala Alhamisi nikijua nafika na mimi nitaumwa hivyo nifike nizae, lakini nilikaa Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ndo Mungu akanisaidia nikaja yani sema it was like a hell. Haikuwa rahisi. So far experience ambayo uliweza kuipitia ambayo unataka sasa ushare na watu ya malezi ya mtoto mpaka alipofikia hatua ya kifo, ilikuwa ni experience ipi ambayo pia ikakusababisha ukawa kwenye trauma, naweza nikasema, ya kuwa kama vile mtu ambaye umeumizwa baada ya kupoteza mtoto na uliumia kweli? Labda experience kubwa ambayo unataka sasa ushare na watu ni ipi ambayo uliweza kupitia, ukiachana nao kuzaa, tunaelewa wanawake wote wanajifungua na kadhalika, lakini sasa experience yako wewe ambayo ilikusababisha mpaka leo mtoto amekuwa kama vile kumbukumbu na alama, japokuwa ulikuwa hutaki kupata mtoto, lakini amekuachia alama kubwa sana ambayo labda huwezi kuisahau mpaka sasa. Experience yako wewe sasa unataka kushare na sisi ni ipi? The first experience of being called a mother inakuchange a lot, cause hapo nimetoka kwenye usichana nimeingia kwenye umama. Sasa kulea mtoto wa kwanza peke yako, unajua kila kitu sile kunajifunza. So I did it by myself. Nikajikaza taking care of him. Maybe alikuwa mtoto wa kiume. Alikuwa mtoto wa kiume? Yeah. Wow, ulikuwa umebarikiwa ise. Mpango wa Mungu. I was so happy. So hadi zile mawazo nilikuwa nazo, maybe nilikuwa naona maybe nini, lakini ilikuwa so happy kumpata. So it's somehow challenging mtoto yani ni ngumu kulea, especially na life kama unajua haiko poa, but I thank God tulikuwa tuna survive. Yeah, it's hard yani kumtake care, those sleepless nights. Kuna muda inafika haulali, unakesha na mtoto macho mpaka asubuhi, unamwangalia, but it's fun. Na pia ni raha, ina raha yake japo inachosha. Okay. It's somehow exhausted. Katika kipindi chote hicho cha malezi, ulikuwa yupo na baba yake? Ndio, babake nilikuwepo naye. So baada ya mtoto kufariki, uliendelea kuwa na baba yake tena ama mliachana? Sijaachana naye. Yeah, but juu ya hiyo loss, najua kila mtu ata think different, kila mtu anaona maybe a focus, na somehow ukikaa hapo unajua tena mtu atatarajia hapo hivyo nataka tena mwingine. But as for me, I don't think if I'm ready. So, kwa nini hutaki tena kuwa mama? I don't know, and I feel maybe next time I can get a child, tena ikatokea the same, I don't know, but imagine first baby, first born, umpoteze hivyo. Sidhani kama tena naweza kuwa na nguvu ya kubeba mwingine. Cause yani bado yani that thing I can't forget, na sidhani, cause yani nitakuwa maybe na feel anaweza pitia the same thing huyu kapitia, inaweza ika happen the same, I don't know, but pole sana. Asante. So umesema kwamba ulikuja hapa Tanzania kwa sababu ya labda mishi za kikazi, lakini ninachotaka kujua mimi, ilikuwaje mpaka mkakutanana na aliyekupa ujauzito na mkao baba and ukawa mama? Ilikuwaje kwaje? To cut the long story short, I got stuck because mimi nilikuwa napenda kuigiza, so I came kama actress because kuna watu walikuwa wanatafuta watu, so I didn't knew they were scammers because mimi niliwaamini. The way Tanzania people are so good at language. Yani mtu unajua mtu akuongelesha vizuri na Kiswahili kimenyoka na upole, you can believe him. So nilikuwa naona they were real people nini, but walinizungusha sana. At the end wakaja wakanitapeligi, so I was stranded. Na nilikuwa niko stranded, I had no friends, I had nowhere to go. So I found him at that time alikuwa ananyoa, let me say that.
Yeah, so I found him. Nilikuwa nimeenda hata kama nimechafuka sana, nikasema let me just go and make my hair even though I don't have money, let me just go. Sinilewa tu kama mtaani hivi. Even I don't know how I entered up in mtaani, sijui, because yani unajua when you are confused you can just move, when una move tu, but you don't know, yani huna plans, yani unaenda tu. Ndo hivyo ikatokeaga. So I found him, nikawa namuelezea, ndo nikamwambiaga guy, niko na problem hivi na hivi na hivi, so I need help nini. So alikuwa anataka nisaidie kama kurudi nyumbani vile. But as for him, I don't know, maybe he fell in love, let me say that, but as for me, akili yangu haikuwa huko. So as long as, let me say, I was just there to survive. I needed to survive. I'm a girl. Siwezi nikazunguka tu randomly, because I can get used, dumped. So nikaona hapa it's like maybe nimepata a shelter. Let me just relax here kama for some months, then nigeuke nirudi nyumbani nikiendelea kuplan things. So hiyo kukaa within a month, yani hiyo mwezi hiyo kapata mimba. So wewe ukutokea kumpenda jamaa, lakini jamaa alikupenda, si ndio? At that time mimi hata akili yangu ilikuwa kwa mapenzi, because as for me first sijawahi amini kuhusu mapenzi. I don't believe in relationships because a lot of people are liars. Na wengi they do it, yani siwezi nika explain. I don't know others, but as for me sijawahi trust him too, because mimi I know mimi mwenyewe I can be a loyal, but je sasa mimi naweza nikafanya hivyo? Je wewe nikija kukaa na wewe, can you be like me? So naonaga hakuna mtu anaweza kuwa kama mimi. So nikawa na believe siwezi penda. Yeah, hata mtu anipende siwezi. Labda ushauri wako kwa wasichana, maana sasa hivi tuna ububikaji mkubwa wa wasichana wanaochukua mimba za utotoni, lakini pia wana mambo mengi wanayopitia katika mambo ya mahusiano na kadhalika. Labda ushauri wako kwa vijana kupitia experience ambayo ulipitia malezi na kupotelewa na mtoto, labda ushauri gani unaweza kuwapa vijana wa hapa Tanzania lakini na Kenya pia, kwa sababu pia nao wanatufuatilia? Yeah, mimi nezambia the young generation, usikimbilie kuzaa. Don't rush to give a birth. Sijui kwa kuwa unampenda u boyfriend, kwa kuwa sijui nini, usikimbilie kuzaa kabla time haijafika. Just relax, focus on your life, pambana, muda wako ukifika hakikishani, let me say just get married, because there's a lot of children outside here, they don't have daddies. Wengine alizana mtu, they don't remember, they don't care, they don't take care of that baby sababu ya kurush. Because mimi hadi niko na experience ya rafiki yangu, alimzalia mwanaume kisana maana anampenda, but huyo boy hakuwa in love naye. Aliteseka na mtoto kuzaa hadi kumtake care, and I guess haya almost 3 years na bado yani mwanaume hajaishughulika, aseme sijui nikamtake care sijui nini. So utakuta utasafa peke yako. The trauma that will experience is a lot, so it's not good to rush, just wait. Alafu mimi waga na prefer you better get married, acha tuoane, people know that we are husbands and wife, because hata ukifuatilia Bible ni dhambi tunazini, because hizo ni vitu for marriage people, but sisi tu kwa generation hii we are just doing it, but ni bora ukaolewa kwanza. Okay. Vipi kama jamaa akija akataka kukuoa ambaye ulizaa naye? About that I'll think about it, I don't know. Lakini akiweka proposal kabisa akaja mpaka Kenya kule itakuwaje? Getting married, I really don't know, but maybe time ikifika. Time najua ni ndoto ya kila mtu kuolewa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka watoto wake wa Rome huku nje tu hivyo, they don't have daddies. Na pia kulea watoto katika familia is so good, angalau watoto wanapata that love, care. So in future maybe, not now. Labda lini utarajia ndoa yako? I really don't know. I just say in future, I don't know. Okay. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Asante pia.